Yesu kabisa. Yes. Baba yetu ni mwema. Thank God. Thank you, Lord. Tuendelee kuangalia maandiko. Turudi kwenye mafundisho kabisa. Tumekuwa tukiangalia mwenendo katikati ya waamini. Tunasema kipengele cha kushughulikia makwazo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na tumeangalia namna ambavyo tuna baadhi ya namna ambavyo tunafaa tuenende katika kanisa la mahali. Kutorudisha ubaya kwa ubaya, mambo yanaweza kukuinukia, usiwe mwepesi wa kwanza kulalamika. Wakati mwingine unaweza kuona kwamba ukielezea mtu mwingine either maybe ndio utasaidia, lakini ikawa kwamba hapo hakuna msaada. So kama viongozi tunakuwa very very sensitive katika maneno yetu. So tunaendelea part 2 ni mwenendo katikati ya waamini, kipengele ambacho kinasema kutembea kwa upendo. Kutembea kwa upendo. Sehemu ya pili ni mwenendo katikati ya waamini, lakini kipengele cha kutembea kwa upendo. Kutembea kwa upendo. Kama viongozi tumeangalia namna ambavyo tunafaa kuenenda katika kanisa la mahali. Namna ambavyo tunaweza tukatembea kuhusiana na wengine. Nataka tuangalie mwenendo pia, lakini kutembea kwa upendo. Glory to God. Kama kiongozi ni wajibu wetu kabisa kutembea kwa upendo. Ni wajibu wetu kutembea kwa upendo. Wagalatia 5:22 mpaka 23. Kitabu cha Wagalatia 5:22 mpaka 23. Tusome. Wagalatia 5. Mstari wa 22. Anasema lakini tunda la Roho ni upendo. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. So tuangalie, tusingatia kwa uangalifu kabisa msisitizo wa Paulo kwenye maelezo yake katika mistari ambayo Paul ametangulia kabla hajafika kwenye mstari wa 22 na 23. Kuna mistari ya awali kwenye muktadha kabla ya kufika mistari ambayo tumeisoma. Kuna mistari ya nyuma mpaka tusingatie hayo maelezo ya Paulo kabla. Unaona, tumesoma wa Galatia 5:22 na 23. So kabla tusome mistari ya nyuma, tuone kile ambacho Paulo alizingatia. Anzia 14 mpaka 18. Kwanza mstari wa 14. Sasa maana Torati yote imetimilika katika neno moja, nalo ni mpende jirani yako kama nafsi yako. Yeah. Sasa lakini mkiumana na kulana, angalieni msije mkaangamizana. Basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kama tamaa za mwili. Ni wajibu wetu kama viongozi kutii haya maneno, kuenenda katika Roho. Mnajua kuna sehemu zingine kwenye makanisa vita huanzia wapi kweli? Juu, si ndio? Vita zinaanzia juu. Nakuta viongozi ndio wanapikana. Viongozi ndio wanachocheana, ndio wanasengenyana, ndio wanakulana, wanatembeleana chini, mpaka wanataka hata kuuana. Ni viongozi. Sura ya 17. Kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana hata mwezi kufanya mnayotaka.
Hebu tusingatie hii mistari. Soma mstari wa 6 ya Wagalatia 5. Mstari wa 6 anasema maana katika Kristo Yesu kutahiriwa kufai neno wala kutokutahiriwa bali imani itendao kazi kwa upendo. Imani itendao kazi kwa upendo. Mstari wa 13. Mstari wa 13 maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili bali tumikianeni kwa upendo. So anazungumzia kutembea kwa upendo. Verse 14. Mstari wa 14 maana torati yote imetimilika katika neno moja nalo ni hili umpende jirani yako kama nafsi yako. So hivyo msisitizo wake ulikuwa kutembea kwa upendo. Msisitizo wa Paul kwenye haya maandiko ambayo tunayasoma ilikuwa ni kutembea kwa upendo. Anasisitiza kutembea kwa upendo. Anasisitiza mtembee wa upendo. So tunda la Roho ni matokeo ya Roho Mtakatifu. Tunda la Roho ni matokeo ya Roho aliyetukalia. Tunda la Roho ni matokeo ya Roho Mtakatifu ndani ya waamini ama ndani yetu. Roho wa Mungu kukaa ndani yetu ni upendo. Tunda la Roho matokeo yake ni Roho aliye ndani yetu au ndani ya waamini. So Roho wa Mungu kukaa ndani yetu ni upendo. So ikiwa tumekaliwa na Roho Mtakatifu manake tunao upendo tayari. Hallelujah. Glory to God. Tuna upendo wa Mungu. Manake tunahitaji kupenda kwa sababu ama tunahitaji kuenenda au kutembea katika pendo. Kumbuka kutembea katika upendo tayari kuna matunda ya upendo, furaha, fadhili, utuwema. Manake kama kiongozi anafaa adhihirishe pendo la Mungu kwa wengine. Haleluya. Au katikati ya kanisa la mahali. Kwa hiyo inatosha kusema kwamba upendo ni asili ya muamini katika Kristo. Upendo ni asili ya muamini katika Kristo. Upendo ni asili ya muamini katika Kristo. Muamini asipotembea kwa upendo, ina maana hana upendo? Anatembea tu kaiti hivi. So muamini asiyetembea kwa upendo, manake anaikataa asili. So muamini hawezi tenganishwa na upendo. Kwa hiyo inatosha kusema kwamba upendo ni asili ya muamini katika Kristo. Kimsingi, kwa sababu tumekaliwa na Roho wa Mungu, tuna uwezo wa kutembea kwa upendo ama kudhihirisha upendo kwa wengine. Kimsingi, kwa sababu tumekaliwa na Roho wa Mungu. Kimsingi, kwa sababu tumekaliwa na Roho wa Mungu, tuna uwezo wa kutembea kwa upendo. Kwa sababu tumekaliwa na Roho wa Mungu, tuna uwezo wa kutembea kwa upendo ama kudhihirisha upendo kwa wengine. Tuna that capacity. Tuna huo uwezo. Tunaweza kutembea kwa upendo au kudhihirisha upendo kwa wengine. Tunao uwezo kabisa. Uwezo wa kudhihirisha upendo kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe.
So namna vile tumejifundisha part 1. Ukisikia watu wamekusema na asili yako ni upendo, na matokeo ya upendo kuna uvumilivu, si ndio? Kuna kiasi. So kuna wema, amani. So ukisikia watu wamekusema, unafaa ufanye nini? Utembee kwa upendo. Kutembea kwa upendo uta apply tunda la Roho, kuwa mvumilivu. Wakati mwingine nimeshaisema hapa kwamba watu wanaishi kwa rumors. Unakuta kiongozi anaishi kwa rumors, mambo ambayo hana uhakika, mambo ambayo amesikia tu kwa wengine, na anaishi kwa hofu kwa mambo kama hayo. Ruhusu tunda la Roho lidhihirike kwako. Glory to God. Dhihirisha tunda la Roho kwa wengine. Hata hebu sasa nikuulize, ukisikia mtu amekusema mambo mazito kwenye kanisa moja, ukikutana naye Jumapili, nini inafaa ifanyike? Makwaso. Makwaso inafaa itangulie. Makwaso nyuma. Nini inafaa itangulie? Upendo. Unamsalamia ni kama hujasikia kitu. Unamsalamia kama hujasikia chochote, kwa sababu unatembea kwa unajua. Mwingine akisikia fulani amenisema, alafu ukuja asubuhi kuta ndiye anahubiri, akifika tu kwa mlango anarudi nyuma, chamaliza kuhubiri ndio niingie. Hebu nikuulize, ikiwa kiongozi tutatembea kwa makwaso, tukatae kutembea katika upendo au kudhihirisha upendo, what about huyo ambaye mmekosana na yeye, hata utaki kumuona, ndiye anachakuliwa kuwa kiongozi wako kwenye group? Utafanyaje? So inamaanisha unaona, inamaanisha hautapokea kwa huyo kiongozi, si kweli? Hautapokea kwa, ambapo hiyo ni nje na mpango wa Mungu. Ni nje na mpango wa Mungu. Maana kusudi la Mungu ni watu. Mungu anatumia watu kwa ajili ya watu wengine. Kwa heshima watu, kumheshimu Mungu. So, hivyo upendo ni kasi ya Roho ndani na kupitia sisi. Upendo ni kasi ya Roho ndani yetu na kupitia sisi. Upendo ni kasi ya Roho ndani yetu na kupitia sisi. Mungu anadhihirishaje pendo kwa watu wengine? Mungu anapendaje watu? Anatumia watu. Haleluya. Maana Roho, kumbuka, Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. So Mungu amekaa ndani yetu kupitia Roho wake. Na huyo Roho ameleta ndani yetu tunda la Roho ambalo ni upendo. So kuonyesha kwamba Mungu anapokuwa anataka kupenda watu, atatumia watu kuwapenda watu wengine. Glory to God. Sasa wewe unapokuwa unatembea kwa makwaso, na represent nani? Unamuika nani? Unapokuwa upendi ndugu, wewe unamwakilisha nani? Kwa sababu Mungu amekupa Roho wake kuonyesha kwamba amekufanya wewe kuwa sura na mfano wake, kuwa mwakilishi wake duniani. Manake kama vile yeye anavyopenda, kumbuka Mungu ni Roho, haumuoni, watu hawamuoni. Watu watachuaje kwamba Mungu anawapenda? Kwa kuangalia nani? Wewe. Haleluya. So ukitembea kwa makwazo, unakuwa unasuia watu kumuona Mungu aliye ndani wako. Glory to God.
Haleluya. Sema sitatembea kwa makuasi. Ili nimruhusu Mungu aonekane kwa watu wengine. So tuangalia maelekezo pia ya Yesu katika masimulizi ya Mathayo. Matthew 22:35 mpaka 39. Matthew 22, Mathayo 22:33 mpaka 39 inasemaje? Mathayo 22 mstari wa 33. Anasema na makutano walipo 35 mpaka 38. 35 anasema hivi, mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. 39. Asema na ya pili yafanana nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Tunaelewa kwamba Yesu alikuwa anafundisha kutoka katika maandiko matakatifu, vitabu vya Agano la Kale. Mtu alisomea Kumbukumbu la Torati 6 mpaka 6. Deuteronomy chapter 6 4-6. Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 4 mpaka 6. Sema, sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Nasema na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. So unaona kwenye alitoa, alafu Walawi 19:18. Walawi 19:18. Walawi 19:18. Walawi 19 mstari wa 18 asema, usifanye kisasi wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa watu wako, bali mpende jirani yako kama nafsi yako. Mimi ndimi Bwana. So tunaweza tukaelewa ni wapi Yesu alikuwa anatokea. So kuna maneno, mpende Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Alafu kuna maneno, mpende jirani yako kama nafsi yako. So katika nyaraka pia mara kwa mara Paulo alieleza ukweli huu katika barua zake. Waefeso 1:15. So mambo ambayo Yesu anaongea kwenye Mathayo hakutoa hewani, alitoa kwa maandiko. Waefeso 1:15. Waefeso 1 mstari wa 15. Kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu. Na pendo lenu. Pendo ni kwa watakatifu. Watakatifu wote, si ndio? Yeah. So unapokuwa unatembea kwa upendo ni kwa watakatifu, si kupakua. Unajua kanisani ndio watu wako fani. Kuna watu kanisani wamejitafutia marafiki. Nani ndio rafiki yangu? Utakuta wanatembeanga wawili. Kuongea, kutembea. Wengine ni by the way. Unafaa upende ipo, si ndio? Upende sawa sawa. Upenda au no upenda huyu, ndio upendo utampenda. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. Usipakue watu. Usipakue waamini wenzako. Wakolosai 1:4. Wakolosai 1 mstari wa 4. Tangu tuliposikia habari za imani yenu katika Kristo Yesu na upendo mlio nao kwa watakatifu wote. Upendo mlio nao. So inaonyesha kanisa lilikuwa linatembea kwa upendo. Si tunatembea kwa upendo sisi kwa sisi. 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Wa Thessalonika wa kwanza 1:3. 1 mstari wa 3. Wala hatuachi kuikumbuka kazi yenu ya imani
na taabu yenu ya upendo na saburi yenu ya tumaini lililo katika Bwana wetu Yesu Kristo. Wala hatuachi kuikumbuka kasi yenu ya imani. Kasi ya imani ni kulingana na muktadha huu. Kwenye mstari tu. Wala hatuachi kuikumbuka kasi yenu ya imani. Kasi yenu ya imani ni upendo. Taabu yenu na upendo. Kutumikia wengine. Haleluya. Kutumikia wengine kwa upendo. Wathesalonika wa pili 1:3. Wathesalonika wa pili 1:3. Ndugu, imetupasa kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu. So unafaa ushukuru kiongozi mara zote. Unafaa uwe ukimshukuru Mungu kwa ajili ya wale ambao unawaongoza. Haleluya. Baba, nakushukuru kwa ajili ya wale ambao umeweka chini yako. Na kutukuza kwa ajili ya hao. Asante Bwana. So inamaanisha unapokuwa unaona unawaongoza, unaona fahari. Haleluya. Unaona watu wa dhamana. Ndugu, imetupasa kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu. Kama ilivyo wajibu. Kwa kuwa imani yenu inasiti sana. Na upendo wa kila mtu kwenu kwa mwenzake umekuwa mwingi. Kanisa tunafaa tufike wapi? Hapo, si ndio? Upendo. So inamaanisha tuta overlook kwa mambo mengi. Kuna mambo mengi tunayatupilia mbali. Makwaso inakaa. So mahali ambapo watu wanatembea kwa imani. Na maanisha kwa upendo. Na maanisha wanadhihirisha tunda la Roho. Vikwaso vitakuwepo. Makwaso hayataonekana. Sikiza, kanisa ambalo linatembea kwa umoja, kwa upendo, ni kanisa ambalo linakuwa na nguvu kuliko kanisa ambalo limetawanyika. Maana kutotembea kwa upendo maana yake mnatawanyika. Kila mtu anatembea kivyake. Kila mtu anafanya analoliona njema. Maana yake hilo kanisa lina nguvu. Kanisa linapata nguvu wakati ambapo mko pamoja, in one unit, in one accord. Tukiangalia kwenye Biblia wakati ambapo walikuwa pamoja, wakaomba pamoja, nguvu za Mungu zilionekana. Wakati walikuwa pamoja, kwa nia moja, kwa moyo mmoja, wote walinena kwa lugha. Leo inafanyika hivyo kweli? Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. Mchungaji amekemea mtu kanisani kwa sababu ya anachokifanya. Wewe unaenda unamtafuta kwa siri. Unamfariji. Wewe ni nani unayemfariji? Wewe unaamliko Kristo. Kila ambacho mchungaji aungi mkono au wewe unakiunga mkono. Una contradict. Unakuwa uko kinyume kabisa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. Yaani unakuwa tu kama kiasi. Kila kimekataliwa, wewe pole pole kwa kiza unakiendea. Mchungaji anasema jihadharini na mtu fulani. Wewe ndio unaenda unamwambia unajua wamesema tujihadhari na wewe na mimi sioni ubaya wako. Wewe ndio uoni. Lakini mchungaji anajua. Anajua kwa nini amesema hivyo. Haleluya. Glory to God. Filemoni 1:5. Filemoni 1:5. Filemoni 1:5. Anasema nikisikia habari za upendo wako na imani ulio nayo kwa Bwana Yesu na kwa watakatifu wote. Nikisikia habari za upendo wako na imani ulio nayo kwa Bwana Yesu na kwa watakatifu wote. Na watakatifu wote. So kama viongozi tuna capacity, tuna uwezo wa kuweza kutembea kwa upendo kwa watakatifu wote. Tunao uwezo kabisa. Tunaweza tukatembea kwa upendo.
Tunaweza tukatembea pasipo kupakua watu kanisani. Kiongozi ustahili kupakua watu. Kiongozi anamsengenya mwingine kwa mshirika. Kiongozi tunahitaji tuwe na nia moja. Tukisema tunaenda huku tunafanya hivyo. Kiongozi anakuwa ni kama bate, anaangaliwa, anatasamwa, ni mfano kwa wengine. Je, wewe ni mfano kwa wengine? Ni mfano unaosomeka vizuri? Wewe kweli, wewe ukijiangalia, wewe unaweza tamani watu wengine wakuike? Biblia inasema tumuike Mungu. Lakini mimi nakuuliza na wewe tu mwenyewe kujitathmini tu vile umekaa hapa kwa kiti. Vile unavyoenenda unaweza tamani watu wengine wakuike kila kitu. Unaweza tamani watu wakuike kila kitu cha kwako. Ama utasema chukueni hii lakini hii muache, chukueni hii muache, sikieni tu mafundisho lakini tabia mweke kando. Hiyo msikuse. Kwa maneno mengine, tunda la upendo tunda la upendo wetu kwa Mungu. Kwa maneno mengine, tunda la upendo wetu kwa Mungu, in bracket, imani kwa Mungu. Kwa maneno mengine, tunda la upendo wetu kwa Mungu, in bracket, imani kwa Mungu, ni upendo wetu kwa watakatifu wote, waamini wenzetu. Kwa maneno mengine, tunda la upendo wetu kwa Mungu, tunda la upendo wetu kwa Mungu, in bracket, imani kwa Mungu, ni upendo wetu kwa watakatifu wote au waamini wenzetu. Tie mara ya mwisho. Kwa maneno mengine, tunda la upendo wetu kwa Mungu, in bracket, imani kwa Mungu, ama kwa mapana, imani kwa Mungu, ni upendo wetu kwa watakatifu wote au waamini wenzetu. So, tukisema tunaenenda kwa imani na huku hatuna upendo ama tuenendi kwa upendo kwa watakatifu wenzetu, tutakuwa tunaenda kwa imani? Tutakuwa tuenendi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Ati tunaenenda kwa imani na uchuki umechaza kwenye moyo hivi. Chuki imekuchaa. Na hii inaelezea ni kwa nini nyaraka zimejaa maagizo kwa ajili yetu sisi waamini kutembea kwa upendo ama kudhihirisha upendo kwa wengine. Hii inaelezea kwa nini nyaraka zimejaa maagizo kwa ajili yetu waamini kutembea kwa upendo ama kudhihirisha upendo kwa wengine. Hii inaeleza kwa nini nyaraka zimejaa maagizo. Hii inaeleza kwa nini nyaraka zimejaa maagizo kwa ajili yetu waamini kutembea kwa upendo ama kudhihirisha upendo kwa wengine. Hii inaeleza kwa nini nyaraka zimejaa maagizo kwa ajili yetu waamini kutembea kwa upendo ama kudhihirisha upendo kwa wengine. 1 Peter chapter 1:22. Petro wa kwanza 1:22 nasemaje? Petro wa kwanza moja mstari 22 anasema mkisha kujitakaza roho zenu kwa kuitii kweli hata kufikiria upendano wa ndugu. Kuna upendano wa ndugu usio na unafiki. Basi jitahidini kupendana kwa moyo. Jitahidini kupendana. Kuna upendano usio na nini? Unafiki. Hakuna unafiki. Ukiwa na watoto kwa nyumba, ukitaka watoto wakuwe wa kutembea kwa upendo, si papa na mama ndio wanafaa watangulie? Ama So baba na mama wakati mwingine
Wakati baba anatoka jo ama mama anatoka kasini na yule ametangulia mwingine kwa nyumba na mwingine anakuja. So wakati mwingine anaingia, maybe unakuta amekaa na watoto, aidha ni baba ama mama. So wakati huyu ameingia, yule ambaye ametangulia kwa nyumba, wakati mwingine anafaa anasimama, anaenda anamkaribisha mwenzake, anamhaka. Watoto wanaangalia, wanasema wow. Amen. Wow. Baba na mama wanapendana. Mimi kwangu wakati unafanya hivyo Feva anakuanga chonjo sana. Anafurahia. Anafurahia. Anapenda haya mambo sana. Feva. Lakini Rashi